Nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa pesa nyingi sana kwa ajili ya kuboresha hii stendi ambayo sasa imekamilika na kuanzia jana imeanza kutumika. Ametoa zaidi ya bilioni 1.7 kwa ajili ya ujenzi huu, lakini ameendelea kutoa pesa katika jimbo letu la Bukoba mjini kwa ajili ya kujenga miundombinu ya biashara na miundombinu ya usafiri. Hizi ni pongezi kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo nimefika hapa kuangalia stendi inavyofanya kazi. Wakati natembea nimeona changamoto kama 3-4 ambazo inabidi wa viongozi na sisi tuone ipi ambayo tunaweza kuitatua na ipi ambayo inatakiwa kutolewa ufafanuzi. Moja, kuna bodaboda wamenieleza swala lao, nimelichukua. Kuna matching wamenieleza swala lao, nimelichukua. Tutakaa tuone nini cha kufanya kwa ajili ya kuona watu wote wanafaidi matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na nafikiri hiyo ndio kazi kubwa ya kiongozi ambayo tunatakiwa kuona, lakini baada ya maboresho lazima yatatokea mabadiliko. Kila kitu hakiwezi kubaki kama kilivyokuwa. Kwa hiyo wakati mwingine tutakubaliana, lakini lazima tunahakikisha kila mmoja anakuwa na mazingira salama ya kufanya shughuli zake za kumuingizia kipato. Nishukuru sana ofisi ya mkurugenzi kwa kazi kubwa sana aliyofanya katika usimamizi wa maeneo haya. Changamoto zipo na tutaendelea kuzisimamia, na mimi kama kiongozi wa wananchi niko tayari kuendelea kuwasemea eneo lolote na wakati wowote. Mkuu wa wilaya nikushukuru kwa kazi nzuri. Jeshi la polisi niwashukuru kwa kazi nzuri mnayofanya katika maeneo haya. Chama cha Mapinduzi kupitia katibu, mkiwa Dodoma, mkiwa wapi, ulikuwa ukipiga simu sana ukiulizia stendi inafunguliwa lini. Tushukuru Mungu sasa imefunguliwa. Rai yangu kwa wananchi, hapa serikali imetumia pesa nyingi sana. Moja, tutunze mazingira. Pili, tutunze usafi. Tatu, tutunze miundombinu ya eneo hili. Unavyoharibu kitu chochote katika eneo hili, ujue unaiongezea serikali gharama ya kutengeneza na kuongeza gharama ya uendeshaji. Na wale waliopata maeneo ya kupangisha hapa, nitoe rai, sasa stendi imefunguliwa, wafungue maduka yao sasa yaanze kufanya kazi, kuliko mtu analipia alafu duka linabaki limefungwa wakati wahitaji ni wengi. Mshukuru mkuu wetu wa wilaya pamoja na mkurugenzi na baraza la madiwani kwa ujumla kwa ushirikiano tuliokuwa nao kwa pamoja mpaka kukamilishwa kwa stendi hii. Rai yangu, stendi imeanza, yapo mambo madogo madogo ambayo hayajakamilika. Tunatamani kila mpango ambao umewekwa hapa ukatekelezwe kama ulivyopangwa. Kusiwe na ujanja wa namna yoyote. Ujanja kutoka kwa wale ambao wamepewa maeneo, kwa maana ya nyie ambao mnatoa huduma, kwa maana ya wenye mabasi, lakini kwa wale ambao wamepata vibanda vya kufanya biashara, kina mama lishe, yani kusiwe na ujanja wowote. Kama kile ambacho umekubaliana kwamba utafanya hivi kwa utaratibu huu yafanyike. Lakini tutoe rai kwa wasimamizi wa stendi hii ambao ni halmashauri na serikali kuu kwa ujumla na vyombo vya ulinzi na usalama, kila kitu kisimamiwe kama kilivyopangwa. Kusianze kuwa na double standard. Kama ni swala la kulipa kodi lipwe, kama ni swala la usafi ufanyike, kama ni swala la leseni ya biashara ionekane inafanyika, ili kusiwe na manunguniko. Kama kapata kibanda jioni, aonekane jioni ndio anafanya biashara na kibanda na leseni yake nasoma jioni. Tulikuwa na stendi ya Kagondo, tulikuwa na stendi ya Bugabo. Wote watu hao kupitia intelijensia yetu tunapata taarifa kwamba wanaweza wakaja katika maeneo haya. Kwa hiyo hapa tumeweka intelijensia ambayo ipo. Tunapenda kuwatangazia kwamba katika kile kituo cha polisi kilichojengwa pale, tayari watu hao chumba chao kipo. Tutahakikisha kwamba tunawakamata. Askari tunao wa kutosha, wa trafiki wapo, tunao askari wa intelijensia, wengine mtakuwa mnabeba nao mizigo hamfahamu. Kwa hiyo tunawahakikishia wananchi wote hapa kwamba usalama utakuwepo, na tunawaomba pia watupe taarifa endapo kuna vijana ambao watakuwa sio wazuri katika maeneo haya. Hatutaki magezi, sisi tutawapelekea magezi, lakini tumefungua kwa haraka ili shughuli zianze, ili mtoke kule uswahilini ambako mlikuwepo. Katibu wa Chama cha Mapinduzi ameagiza na mimi nichukue maagizo haya. Hatutaruhusu tena tukute gari liko uswahilini, liko eneo lingine likipakia, kwa maana ya magari ambayo yanatakiwa kuwepo huku ndani. Kwa hiyo wote tuwepo huku ndani. Ofisi zinazobaki nje ni yale magari makubwa ambayo yako Ibura, lakini wana ofisi zao huku mjini. Watu wa Hudi, watu wa Satco wana ofisi zao huku mjini. Wanaleta bidhaa huku mjini kuja kushusha mizigo yao, lakini kuna abiria wanaopanda hapa mjini pia wanaenda kupanda na kule Ibura. Sasa wewe gari ndogo ambayo inatakiwa kuwepo huku ndani, na jeshi la polisi wameshaongea, na mimi niendelee kuagiza jeshi la polisi, gari kikuto kokote inashusha au kupakia ikamatwe. Na kushukuru viongozi
kwa namna ambavyo tumeweza kupata stendi tena. Kwetu ilikuwa ni kilio, ilikuwa ni shida, magari yametawanyika kushoto kulia, wakati wa kusafiri ni tabu, lakini leo tumepata rekodi mpya. Kagera tumerudi kwenye enzi zetu, lakini zaidi ya yote tushukuru kwa design walivyoitoa. Kwa kweli muonekano unavyoonekana wa sasa na ule wa nyuma, huu unaonekana vizuri. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu.